Makosa 6 ambayo wafugaji wengi wa sungura wanashindwa kupata uzalishaji bora hata kama akiwa na sungura wazuri au wakubwa. Wafugaji wengi wa sungura wana breed bora, wana breed ambayo inazaa sana, lakini wanashindwa jinsi gani ya kupata sungura wakubwa au wazuri kwa muda mfupi kibiashara zaidi. Na haya ni makosa 6 ambayo wafugaji wengi wa sungura wanakosea kila siku wanazidi kuyakosea. Kosa namba 1 ni kuchagua dume ambaye ana hali dhaifu. Kuchagua dume ambaye ana hali dhaifu ni kwamba unamchukua dume ambaye ametoka kwenye ukoo ambao hauna afya, ukoo ambao haueleweki. Dume amechukuliwa pale afu kamleta kwako, kamlisha chakula kawa mkubwa, kumzalishia na sungura lako. Huyo dume hatotoa sungura wazuri au watoto wazuri. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba kutumia lishe duni. Sungura anaweza asinenepe au akanenepa zaidi ukitumia lishe nzuri au lishe mbaya. Hicho ni kitu kibaya sana kwa wafugaji wengi, wanaisha tu pumba peke yake, majani peke yake bila kuweka virutubisho maalum ambavyo sungura wanahitaji kama vitamini na kadhalika. Sababu ya 3 ni upande wa kumpeleka jike ambaye hana umri sahihi au hana kilo sahihi kwa dume. Sababu ya 5 ni upande wa kumchukua dume wako na kumpeleka kwa jike. Watu wengi sana naona wanasema ni azime dume, ni azime jike au ni azime dume nikampandishia kwangu, kumbe ile takii kabisa kumchukua dume na kumpeleka kwa jike. Inabidi dume ndio afuatwe ndani kwake, sio dume aende ndani kwa mtu, sababu ukimchukua dume ukampeleka ndani kwa mtu, sungura yote anaingia na hofu na uoga akiwa sehemu ya ugeni. Ndio maana ukimchukua dume ukampeleka kwa dume mwenzake ambaye ni sehemu ya ugeni, hawezi kumpiga. Na mwisho kabisa, kwa mfugaji wa sungura anataka kuwa mzuri kabisa, afanye kosa hili la 6 ni kwamba miundombinu mibovu, malaki ya sungura ambao amekaa ovyo ovyo, hana mfumo maalum wa kutoa kinyesi. Sungura anakanyaga kinyesi na anakula majani pale pale. Hiyo ni dudu moja baya sana kwa upande wa ufugaji wa sungura. Sasa umeshafanya makosa yote hayo 5 hadi 6, nini cha kufanya kuweza kuipea haya makosa yako yawe vizuri zaidi na usiendelee kufanya makosa tena? Cha kwanza kabisa, zingatia breed ambayo unachukua na lishe duni isiwepo kabisa. Cha pili, zingatia miundombinu yako. Cha 3, mazingira. Cha 4, zingatia umri sahihi na uzito sahihi wa sungura wako na yeye atakayekupandishia. Na ili usirudie makosa kama haya, mimi kama Ndauka kutoka kampuni ya Ndauka Farm ambayo inajihusisha na uzalishaji wa sungura na fumbilisi kutokea mkoa wa Njombe mjini, tumekuandalia e-books ambazo hizo books ni kama vitabu ambavyo vitakuwa vinakuelekeza na kukujuza kila siku na kukupa njia nzuri za kufuga sungura wako kibiashara bila shida yote. Hizi books zinapatikana katika link ambayo nimeweka hapo chini, au utanipigia moja kwa moja katika simu yangu ya WhatsApp au simu ya kawaida, na naweza kutumia hizo ebook bure kabisa. Cha kwanza kabisa, hakikisha subscribe, umecomment hapo, umeshare video, na ukiweza kufollow account yangu ka subscribe account yetu ya YouTube na kila kitu, basi nitakupa ebook 2 bure kabisa bila kulipia chochote. Hakikisha umefollow, umesubscribe na umeshare video kwa watu wengi, na umeweza kucomment swali lako au kitu chochote ambacho unahitaji tuendeleze sisi kama Ndauka Farm. Asante sana na karibu sana Ndauka Farm TV.